Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu ni Sheikh Muhammad Abdi, ni msaidizi wa Sheikh Jalal hapa katika Jumuiya ya Shia Isna Sharia Tanzania na katika chuo chetu cha dini cha Imam Swadi. Kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika masiku haya ya mwezi huu wa Muharram ambao ni mwezi wa Kiislamu, mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, lakini vile vile ni mwaka mpya tunaopokea wa Kiislamu wa 1448 katika mwezi huu wa Muharram. Kila unapofika kila mwaka masiku kama haya, masiku 10 ya mwanzo, jumuiya yetu na wafuasi wa madhhab ya Ahlul Bait au Mashia kwa ujumla duniani huwa tunafanya program mbalimbali, maadhimisho mbalimbali kwa ajili ya kumwadhimisha mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambaye masiku kama haya alitoka yeye na kizazi chake kutoka katika mji wa Madina kuelekea katika nchi ya Iraq na katika ardhi ya Karbala. Malengo makubwa yaliyomtoa yeye na watoto wake ilikuwa ni kwenda kuamrisha mema na kukataza maovu, kuamrisha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayataka na kuyakataza yale yote ambayo yamepingwa. Kipindi chake kulikuwa na uongozi ambao ulikuwa haujali maslahi ya wanadamu, uongozi wa kidhalim, uongozi ambao hauongozi katika misingi ya maadili na haki na ustawi wa jamii. Imam Hussein kama kiongozi, kama mjukuu wa Mtume, alihisi kwamba ana haki ya kutoka kwenda kuyakataza yale, lakini katika safari yake hii Mwenyezi Mungu akamchagua kuuawa kikatili katika ardhi hiyo ya Karbala na uongozi huo, na damu yake ikamwagika bila hatia, yeye na kizazi chake chote. Sisi kama wafuasi, yanapofika masiku kama haya huwa tunamwadhimisha kwa matukio mbalimbali. Moja ya tukio kubwa ni kuchangia damu, kuonesha kwamba damu ile iliyomwagika bila ya sababu inahitajika kwa watu ambao wenye mahitaji katika jamii mbalimbali. Na sisi hapa Tanzania, Kigogo, katika kituo chetu hichi, makao makuu yetu haya, tunafanya tukio hili la kutoa damu kwa ajili wale ambao kwenye hospitali, wenye katika hali mbaya, wenye mahitaji wafaidike na damu hii ambayo kwa kweli sasa hivi ni hitajio kubwa, kuonesha kwamba kile kilichotokea sio sawa sawa. Si kipindi kile tu, hata kipindi hichi kumwagwa damu bila ya hatia, bila ya sababu, bila ya tatizo lolote haitakikani katika jamii, bali damu hizo zinatakiwa zitoke kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu, kwa ajili ya kuokoa maisha ya wanadamu wenye uhitaji huo. Kwa hiyo wito wetu kwa Tanzania wote kuungana katika juhudi kama hizi za kutoa damu, hususan katika masiku kama haya ya kumwomboleza mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana tukahisi tuungane na wenzetu wa jeshi la polisi mara hii katika hospitali yao kuja hapa kuchukua damu kwa ajili ya kupeleka kwa wahusika na wale ambao wanahitaji huduma hii kwa ajili ya zoezi hili. Kwa hiyo zoezi hili si la Waislamu tu au si la Mashia tu, ni la kila mpenda haki, kila ambaye anahisi kwamba katika roho yake, katika kifua chake ana dhima ya kumsaidia yule ambaye hitajio la damu, basi atakuja hapa na kushiriki katika zoezi la kutoa damu ili wengine wafaidike na kuokoa maisha yao. Kwa niaba ya hospitali ya polisi ya Kilwa Road na jeshi la polisi kwa ujumla, ni mtaalamu wa maabara ambaye kwa kushirikiana na dhehebu la Shia, waumini wao pamoja na viongozi wao, tumekuja katika zoezi la kuchangia damu
ambalo ni kwa ajili ya watu wenye uhitaji mbalimbali wakiwemo wagonjwa wenye magonjwa sugu, ugonjwa wa upasuaji, wajawazito na watu wengine ambao wanasema waga ni selimundu au sickle cell anemia. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kuendesha zoezi hili na mpaka sasa zoezi linaendelea vizuri, na tunawashukuru uongozi wa SHIA ambao wametukaribisha na zoezi linaendelea vizuri, tunashukuru sana. Mahitaji ya damu yanahitajika kwa kiwango kikubwa sana, maana wagonjwa wako wengi sana sehemu mbalimbali, sana hospitalini, ambao wanakuwa wana uhitaji wa damu. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa sana. Sisi tunawashukuru sana uongozi na waumini wa SHIA kwa kutukaribisha, na kwa kweli zoezi linaendelea vizuri, tunawashukuru sana. Naomba waendelee hivi hivi kwa ajili ya kuokoa maisha ya wenzetu wenye uhitaji wa damu. Damu inapokuwa inahitajika, huwezi ukamtafuta mtu mtaani kabla haja kusaidia kwa ajili ya mgonjwa. Lazima sisi tujitolee kabla watu hawajaanza kuhitaji, ili kwa ajili ya kukaa tayari kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wengine. Watu tu wajitokeze kuchangia, kwa sababu huwezi kujua lini utapata na tatizo, iwe ni ndugu yako, iwe isipokuwa tunajiandaa. Tuna wengine watu tunawaita waje wajitokeze kwa ajili ya kuchangia damu kwa ajili ya kuwasaidia maisha ya watu wengine. Lakini leo unaweza kumsaidia mwingine, lakini mwisho wa siku unaweza kukuta uliotoa ikaja kukusaidia hata wewe mwenyewe pia.